Katika pitapita zangu katika mji huu wa Rabat hapa nchini Morocco, nimepata nafasi ya kukutana na mwalimu wa timu ya Taifa Stars, Miguel Gamondi, ambaye pia nimeweza kuzungumza naye machache kuhusiana na kufuzu kwa timu ya Serengeti Boys chini ya miaka 17 kucheza kombe la dunia hapo baadaye, lakini pia kucheza robo finali ya michuano hii ya AFCON. Lakini sanjari na hilo pia nitazungumza naye kuhusiana na maandalizi ya timu ya taifa, hasa baada ya kufanyika kwa draw na Taifa Stars kuangukia katika kundi ambalo lina miamba kadhaa wa soka hapa Afrika. Karibu mwalimu. Thank you very much. Karibu sana. Ukiwa kama kocha mkuu wa timu ya taifa, umejisikiaje unavyoona vijana wa Serengeti Boys wakifuzu kucheza kombe la dunia? Labda kuna chochote umejifunza kutoka kwao? Binafsi nina furaha ya kufahamu tuna kazi kubwa inayofanywa hapa. Pongezi nyingi sana kwa kocha Eli na jopo zima la ufundi, lakini naomba nimpe maua yake mtaalamu Oscar Mirambo. Alianza takriban miaka 5 iliyopita kusaka vipaji, kuvigundua na kuamini kabisa katika ndoto hii. Na sasa ninaamini Tanzania inaanza kuvuna matunda na mafanikio ya kazi hiyo. Kwa upande wangu, ninajivunia sana kuwa sehemu ya mchakato huu kwa sasa. Mchango wetu mkubwa tunauleta ni kwenye upande wa kuelimisha makocha, coaching education. Tunasaidia benchi la ufundi, makocha wakuu na makocha wa viwango vya utimamu wa mwili, fitness coaches, ili kuwapazia uzoefu na ujuzi wetu. Lengo letu kuu ni kuona tunasaidia soka la Tanzania kupiga hatua nyingine kubwa mbele, na sio tu kwa timu ya taifa ya wakubwa, Taifa Stars, bali katika ngazi zote: soka la wanawake, wanaume na timu zote za vijana. Kwa namna ambavyo umeona vijana wa Serengeti Boys, labda kuna mchezaji yoyote amekuvutia na pengine ungetamani kumjumuisha katika kikosi cha wakubwa? Yes, for sure. Kiukweli kuna vijana wamenikosha sana. Mimi sipendi kutaja majina ya mchezaji mmoja kwa sababu naona si haki kwa wengine. Lakini naomba niwatonye kitu kimoja ambacho hakuna anayekijua bado. Kila kambi ya timu ya taifa itakayokuwa inakuja, nataka niwe nachukua wachezaji wawili kutoka timu za vijana kuja kufanya mazoezi na timu ya wakubwa, senior team. Wachezaji wawili kutoka programu za vijana na mtu mmoja kutoka benchi la ufundi la vijana pia. Wajifunze tamaduni na nidhamu ya huku, na baada ya hapo wakarudishe uzoefu huo kwa wenzao. Na kwenye kambi hii inayokuja kule Morocco, nitakuja na vijana wawili kutoka timu ya chini ya miaka 17, na atakuwepo pia mtaalamu moja kutoka benchi lao la ufundi. Unaona wapi sasa Serengeti Boys baada ya kufuzu kucheza robo finali ya AFCON chini ya miaka 17, lakini pia kufuzu kucheza kombe la dunia? I cannot say where. Siwezi kutabiri tutafika wapi, ila kwa sasa ndoto ya kombe la dunia imeshakolea na hakuna wa kuizuia. Ni safari ndefu, kwa sababu uzoefu kwenye mashindano makubwa kama haya ni kitu cha muhimu sana, na sisi bado hatujakomaa vizuri kiuzoefu, lakini kwa namna wanavyopambana uwanjani, mzuka wao, nidhamu ya mbinu, chochote kinaweza kutokea, na tunapambana tufike hadi siku ya mwisho ya mashindano. Kwani inashindikana nini? Na labda tuambie, mpango sasa ni upi wa kuvilinda na kuviendeleza vipaji hivi hata baada ya mashindano haya? There is a plan, I say, Oscar. Mipango ipo. Naomba niwaambie hivyo. Oscar Mirambo alipokuwa mkurugenzi wa ufundi, technical director, alianzisha mpango huu akishirikiana na kocha Edi kutoka FIFA. Walianzia Tanga kwenye ile programu ya TDS, Talent Development Scheme. Na sasa tunachojaribu kufanya ni kueneza mpango. Tayari tumeshaanza, mimi kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya wakubwa, kutoa mafunzo kwa makocha wenzetu, coaching education. Kikao cha kwanza tulikifanyia kule Zanzibar, ambapo tulikutana na makocha wa kule. Tumegawa nchi katika kanda tofauti.
na tutazunguka kwenye kila mkoa kufanya mafunzo haya kwa makocha wote wa timu za vijana hadi wa soka la wanawake. Tunataka kufundisha mfumo wetu wa uchezaji, game model. Tunataka mfumo ule ule unaotumiwa na timu ya taifa ya wakubwa ndio ufundishwe kwenye kila timu iliyo chini ya TFF. Na ili ufanikishe hili, lazima uwe na mifumo sahihi ya mazoezi na ufundishaji, kwa sababu kama wadau wa soka wanavyojua, unachokifanya mazoezini ndicho unachokiga uwanjani kwenye mechi. Hii ndiyo falsafa tunayotaka kuisika ndani ya TFF. Kocha, turejee katika michuano ya AFCON hapo mwakani 2027 kwa timu ya taifa Tanzania. Bila shaka umeshuhudia draw, na mtazamo wako ni upi hasa baada ya kuangukia kwenye kundi ambalo tunaona upo na mataifa yenye ushawishi mkubwa zaidi wa kisoka, wanasema ni giant nations kama Nigeria? Inaleta furaha sana. Kuna wakati mambo yanakuwa magumu sana, na kuna wakati kundi linaonekana jepesi, lakini ukweli ni kwamba kama unataka kuwa bora, lazima upambane na kila timu iliyo mbele yako. Kuhusu Nigeria, tayari tunajua shughuli yao, kwani tulikutana nao kwenye AFCON iliyopita. Lakini pia tuna Madagascar na Guinea-Bissau kwenye kundi letu, ambao kiwango chao naona kinalingana na sisi. Huenda wakatuzidi kidogo uzoefu wa kucheza mashindano makubwa, lakini hii itakuwa kipimo kizuri sana, good test kwetu, ili kupata uzoefu utakaotusaidia kufika AFCON ya 2000 tukiwa katika kiwango bora zaidi. Kiujumla, nina furaha na nimeridhika sana. Sasa kocha, kwamba tunajua timu ya taifa iwe moja kwa moja lazima itacheza michuano ya AFCON kutokana na kwamba ndio mwenyeji wa michuano hii. Ni lipi hasa jukumu lako ambalo unakabiliana nalo hivi sasa? To create a strong team. Kutengeneza timu imara yenye umoja, falsafa nzuri na inayojiamini, huku tukifanya watu walio nyuma ya timu watupe sapoti. Nafikiri tulishapiga hatua ya kwanza katika mashindano haya yaliyopita ya mataifa ya Afrika hapa Morocco, na sasa tuna jukumu kubwa la kuendeleza hili na kuonyesha kuwa tupo kwenye njia sahihi. Ili kufanikisha hilo, tunahitaji umoja. Kila mtu kwenye mfumo mzima wa soka, sio wachezaji tu. Binafsi nina matumaini makubwa sana, na ninasema Tanzania ina uwezo mkubwa wa kufika kileleni mwa soka la Afrika, na tutapambana kwa 100%. Unajua, kwenye mpira wa miguu wakati mwingine matokeo yanakuwa na bahati mbaya au ajali za uwanjani, lakini kitu kimoja ambacho nina uhakika nacho na naweza kuahidi watu wote, tunafanya kazi kwa bidii sana. Tunapambana kwa kila hali ili kupandisha kiwango cha soka la Tanzania kwa namna bora zaidi inayowezekana. Tunafahamu kwamba ili timu ya taifa iwe bora inahitaji wachezaji wa ndani zaidi. Unaitazamaje ligi kuu ya NBC kwa msimu huu? Unadhani ni ligi ambayo inaweza kukupa wachezaji wenye viwango na ubora wa kucheza AFCON mwakani? To be honest, I have my ukweli ni kwamba nina mtazamo wangu ambao unaweza kuleta mjadala. Msisahau kuwa tuna mfumo wa kuruhusu wachezaji wa kigeni 12 kwenye ligi kuu ya NBC. Binafsi naelewa kwa nini timu kama Yanga au Singida ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa na zinataka kuwa juu zinahitaji wachezaji wengi wa kigeni kadri inavyowezekana. Lakini kwa maendeleo ya mpira wa Tanzania na timu ya Taifa Stars, hii sio chaguo zuri. Kuwa na wageni 12 kunafanya iwe vigumu kwa wachezaji wazawa kupata nafasi ya kucheza na kupata uzoefu wa mashindano makubwa. Tathmini yangu kuhusu soka la Tanzania ni kwamba tuna vipaji vikubwa vyenye uwezo wa kiufundi, kifiziki na hata kisaikolojia, lakini tunakosa uzoefu wa kimataifa kama wachezaji hachezi Simba, Yanga, Azam au sasa hivi Singida hapati nafasi ya kushindana kimataifa.
Unapomwita mchezaji wa namna hii kwenye timu ya taifa, mwenye kipaji kikubwa lakini asiye na uzoefu, mambo yanakuwa magumu na inachukua muda mrefu kumjenga. Kwa hiyo, naona kiwango cha ligi ni kizuri, lakini tunahitaji kuboresha maeneo fulani. Jinsi ya kuwapa wachezaji wazawa nafasi zaidi ya kucheza ligi kuu ya NBC, kuboresha mashindano ya vijana na kuimarisha miundombinu ya viwanja. Ili uwe na soka la ubora, lazima uwe na viwanja vyenye ubora. Na tunajua kwa sasa bado hatujafikia huko kikamilifu, japo kuna maendeleo makubwa sana yanafanyika. Nimezungumza na rais wa TFF Wallace Karia pamoja na mawaziri, wote wako tayari kufanyia kazi hili ili kuwa na viwanja bora 10 nchi nzima huko mbeleni. Hili litasaidia sana wachezaji wazawa na soka la ushindani kwa ujumla. Lakini nisisitize, najua neno langu linaweza kuzua mjadala, lakini ushauri wangu ni kwamba tunahitaji wachezaji wengi zaidi wazawa wacheze kwenye ligi kuu ya NBC na wapate nafasi ya kushindana kimataifa, jambo ambalo litakuwa na faida kubwa sana kwa soka la Tanzania. Benefit for Tanzanian football as well. Okay. Na labda kwa kumalizia tu mahojiano yetu sasa, hebu ongea na Tanzania, ni nini ambacho unakitazama kwa vijana wa Serengeti Boys, lakini pia kwa timu yako ya taifa ya wakubwa? For Serengeti Boys, kuhusu Serengeti Boys, kama ninavyowaambia kila siku, tunajivunia na tunafurahi, lakini tunahitaji kikubwa zaidi na lazima tuwe na njaa ya mafanikio makubwa zaidi. Huu ndio ujumbe tunaopaswa kufikisha. Vijana hawa wamefanya nchi na wananchi wajivunie. Kwa mara ya kwanza sasa hivi watu wanaona hadi timu ya wanawake ikifuzu kombe la dunia na Serengeti Boys, na natumai watafanya vizuri. Ninachowaomba kila marani kuwakilisha nembo ya timu ya taifa, nchi na bendera kwa uzalendo na fahari kubwa. Tunajivunia walichofanya, lakini tunatakiwa kwenda mbali zaidi. Na kwa upande wa Taifa Stars, ujumbe ni ule ule. Siku zote hotuba yangu na kazi yangu inalenga kuwa na wachezaji wanaotoa kila kitu uwanjani kwa ajili ya bendera na jezi ya taifa. Wachezaji wanaokuja wakiwa na njaa ya maendeleo na wanaotaka kuwafanya Watanzania wajivunie. Na ninaamini tutalifanya hili. Ninachumba ni Watanzania wote waamini timu yao. Katika miaka yote niliyokaa Tanzania, mwanzoni nilihisi kama watu hawaiamini sana timu yao ya taifa. Kila mtu alikuwa anaangalia timu yake ya klabu tu, jambo ambalo lilishawahi kutokea hata kule Argentina. Lakini sasa tunataka kubadilisha picha hiyo. Tunataka kuwakilisha kila mtu. Hii sio habari ya Yanga, Simba au Azam, sote tuko chini ya bendera moja. Hili lazima lileweke. Wakati mwingine watu bado wanakosoa, lakini nawaambia wachezaji wasisikilize ukosoaji. Kazi yetu ni kujenga na kuwaunganisha watu ili wafurahi. Kwenye mashindano ya klabu kimataifa, hapo mnaweza kuchagua timu ya kushangilia. Lakini inapokuja zamu ya Taifa Stars, kila mtu lazima asimame nyuma ya timu. Hili ni muhimu sana. Uzoefu wetu hapa Morocco unaonyesha namna nchi nzima inavyoisukuma timu yao ya taifa na kuwapa wachezaji nguvu ya kupambana hata kupitiliza uwezo wao wa kawaida. Tunahitaji hamasa hii kwa Tanzania. Natumai kupitia mfumo wetu wa uchezaji tunaoanzisha, soka la kuvutia lenye kujitolea kwa hali na mali na shauku kubwa ya kucheza, tutaweza kufanya kitu kikubwa na kuleta furaha ya kweli kwenye upande wa soka la Tanzania. Na ni kocha mkuu wa timu ya taifa huyu Miguel Gamondi akizungumza nami hapa Rabat nchini Morocco kuhusiana na mtazamo wake kwa timu ya vijana wa Serengeti Boys chini ya miaka 17 baada ya kufuzu kucheza robo finali, lakini pia kufuzu kucheza kombe la dunia hapo baadaye, lakini pia mtazamo wake kuhusiana na maandalizi ya timu ya taifa ya Tanzania kuelekea michuano ya AFCON hapo baadaye pia. Kutoka hapa Rabat nchini Morocco, sina la ziada. Naitwa Innocent Alois.